Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alihudhuria mkutano wake wa mwisho wa Umoja wa Afrika mwishoni mwa juma jijini Addis Ababa nchini Ethiopia. Guterres atamaliza muhula wake wa pili Disemba mwaka huu. Umoja wa Mataifa sasa umetangaza kuanza mchakato wa kutafuta kiongozi mpya atakayejaza nafasi hiyo, ambayo jukumu lake ni kuhakikisha ufuatiliaji na utekelezaji wa maamuzi ya nchi wanachama. Mchakato wa kuteua na kuchagua katibu mkuu ajaye unatokana na maazimio ya Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa na utaongozwa na kanuni za uwazi na ushirikishwaji. Je, mchakato huu ukoje? Kwanza kabisa, mchakato huanza pale barua ya pamoja ya Rais wa Baraza Kuu la UN na Rais wa Baraza la Usalama inapotumwa kwa nchi zote kuwasilisha jina la mgombea. Wagombea wanaweza kuteuliwa na nchi wanachama wa UN au vikundi vya nchi wanachama, na wanatakiwa kuwasilisha taarifa zao za wazi, ikiwemo maono yao, historia ya mtaala na taarifa za ufadhili wa kampeni. Mpaka sasa, kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, ni majina ya wagombea wawili tu yaliyowasilishwa rasmi: Rais wa zamani wa Chile Michelle Bachelet na mwanadiplomasia wa Argentina Rafael Grossi, ambaye pia ni mkurugenzi mkuu wa wakala wa kimataifa ya nishati ya atomiki IAEA, wamewakilisha majina yao. Ifikapo Aprili mwaka huu, Rais wa Baraza Kuu la UN atafanya mkutano wa hadhara na wagombea wote, ambapo dunia nzima itaweza kufuatilia na kuwasikiliza wagombea wanavyojinadi. Hadi mwaka 2015 ilikuwa ni wanachama 5 tu pekee wa kudumu wa Baraza la Usalama la UN ndio walioshikilia jukumu la kuamua mgombea atakuwa nani. Hawa ni Marekani, Ufaransa, Urusi, Uingereza na China. Lakini hii ilibadilika kwa mchakato sasa kuwa wazi kwa uchunguzi wa umma kupitia vikao vya hadharani. Sheria za UN zinasema kuwa nchi hizi 5 pia haziwezi kusimamisha mgombea yeyote. Baada ya wagombea kuteuliwa na kuhojiwa, nchi 15 sasa zinazounda Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa zitajadili kwa muda mfupi na kuchagua mgombea walioridhika naye. Kisha jina hilo litawasilishwa sasa kwenye mkutano mkuu wa nchi 193 za Umoja wa Mataifa ili kuidhinishwa. Kiongozi mpya ataanza rasmi kazi Januari tarehe 1 mwaka ujao. Afrika imewahi kuwa kwenye wadhifa huu wa juu. Mwaka 1991 Boutros Ghali wa Misri aliteuliwa kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa muhula mmoja tu baada ya Marekani kutumia kura yake ya turufu na kumnyima muhula wa pili. Kofi Annan kutoka Ghana alitumikia mihula miwili, 1996 na 2001. Ingawa kitaalamu hakuna kikomo kwa idadi ya mihula ya miaka 5 ambayo katibu mkuu anaweza kuhudumu, hakuna hata mmoja hadi sasa aliyeshika wadhifa huo kwa zaidi ya mihula miwili. Nchi nyingine za Afrika zilizowahi kuonyesha nia ni pamoja na Zimbabwe, Nigeria na Ethiopia. Mwaka 1981 Tanzania pia ilionyesha nia kupitia kwa Salim Ahmed Salim, ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu wa Umoja wa Afrika.